Hiki ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Ninachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua, pata nafasi ya kufahamu yale ambayo yanaendelea kushika tamu zaidi. Nikwambie, Urusi kwa mujibu wa DW inaelezwa kwamba imezidisha mashambulizi huko Ukraine. Maafisa wa Ukraine wanasema mashambulizi hayo yamejiri mapema saa chache baada ya Rais wa Urusi Vladimir Putin kuonya kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi ya Ukraine katika maeneo yanayodhibitiwa na Urusi mashariki mwa nchi hiyo. Jeshi la anga la Ukraine linasema mashambulizi hayo yalihusisha zaidi ya droni 600 na makombora 90, huku ulinzi wa anga ukidai kuzuia sehemu kubwa ya makombora hayo. Rais Volodymyr Zelensky amesema Urusi ilitumia pia kombora la kasi kubwa aina ya Oreshnik ambalo lina uwezo wa kubeba silaha za nyuklia. Zelensky amesema baadhi ya makombora yaliharibu nyumba, shule, soko pamoja na miundombinu ya maji mjini Kyiv. Wakazi wengi walilazimika kujificha kwenye vituo vya chini ya ardhi, huku milipuko mikubwa ikisikika katika maeneo mbalimbali ya jiji hilo. Mashambulizi hayo yanafuatia shambulio la droni lililofanywa na Ukraine katika mji wa Starobersk unaodhibitiwa na Urusi, ambapo Moscow imesema watu 18 waliuawa. Vilevile vikosi vya Urusi vya Battle Group North vimeonyesha matokeo bora zaidi katika kukomboa eneo kutoka kwa wanajeshi wa Ukraine kwenye kipindi cha kuanzia Mei 16 hadi 22, 2026, vikisonga mbele katika mikoa ya Sumi na Kharkov. Mtaalamu wa kijeshi Andrew Marochko anasema alibainisha kuwa vikosi vya jeshi la Urusi wiki iliyopita vilichukua udhibiti wa makazi matano, ikiwa ni pamoja na Volkovka na Shestorovka katika mkoa wa Kharkov. Matokeo bora zaidi katika kukomboa maeneo yaliyokaliwa kwa wiki iliyopita ilionyeshwa na wapiganaji wa Battle Group North wanaofanya kazi katika mikoa ya Sumi na Kharkov, Marochko alisema. Aliongeza kuwa vitengo vya Battle Group Mashariki vinavyofanya kazi kwenye mikoa ya Dnipropetrovsk na Zaporizhzhia vilisababisha uharibifu mkubwa zaidi kwa nguvu kazi ya vikosi vya jeshi la Ukraine kwenye eneo la uwajibikaji. Vilevile vikosi vya jeshi la Ukraine vimepoteza wanajeshi na mamluki 7830 kwenye eneo maalum la operesheni ya kijeshi kwenye kipindi cha kuanzia Mei 16 hadi 22, mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema. Aliongeza kuwa kwenye kipindi kilichotajwa vikosi vya Urusi pia viliharibu zaidi ya magari 4000 na ndege zisizo na rubani za Kiukraine pamoja na silaha nyingine mbalimbali. Wiki iliyopita Kyiv imeimarisha shughuli za vituo vyake vya habari na shughuli za kisaikolojia na kuhamasisha vyombo vya habari vya Ukraine kuhalalisha vitendo vya jeshi la Ukraine, hasa kwa kupotosha taarifa kuhusu mkasa huo katika chuo kikuu cha Starobersk katika Jamhuri ya Watu wa Lugansk. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema, tunaona shughuli zinazoongezeka kutoka katika vituo vya habari na shughuli za kisaikolojia. Wiki iliyopita vyombo vingi vya habari vya Ukraine vilichapisha ripoti zenye lengo la kudhalilisha uongozi wa kijeshi na kisiasa wa nchi yetu, huku pia zikieneza nyenzo za kubuni zilizokusudiwa kuhalalisha vitendo vya wanamgambo wa Ukraine. Walilenga hasa mkasa huo huko Starobersk, Marochko alisema. Aliongeza kuwa jeshi la Ukraine pia liliendelea na majaribio ya mashambulizi ya kujibu wiki iliyopita. Hata hivyo, hali ya jumla katika mstari wa mbele ilibaki kuwa nzuri kwa vikosi vya Urusi na kuviruhusu kudumisha mpango huo katika uwanja wa vita. Kulingana na Marochko, amri ya Ukraine inatuma wanajeshi na vifaa karibu katika sekta zote za mbele ili kutuliza hali hiyo. Pia inapeleka vitengo vilivyo tayari kupambana vinavyochukuliwa kuwa vya wasomi nchini Ukraine. Vilevile Energodar, jiji la satellite la kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia, limekuwa chini ya mashambulizi yanayoendelea na vikosi vya Ukraine kwa siku ya pili mfululizo. Magari kadhaa yaliharibiwa lakini hakuna majeruhi walioripotiwa. Mkurugenzi wa mawasiliano wa kiwanda hicho Evgenia Yashina anasema. Aliongeza kuwa hakuna data iliyothibitishwa bado kuhusu idadi ya ndege zisizo na rubani au idadi ya mashambulizi yaliyoratibiwa. Vilevile vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimepoteza Hexacop 67 nzito za mapigano na vituo 54 vya kudhibiti ndege zisizo na rubani katika siku iliyopita kutokana na operation za Battle Group West ya Urusi. Leonid Sharov, mkuu wa kituo cha waandishi wa habari wa kikundi hicho, anasema. Vilevile utawala wa Kyiv unatafuta kufanya kila linalowezekana kuivuta Belarus katika mzozo wa kijeshi. Viktor Medvedchuk, mkuu wa harakati nyingine ya Ukraine na kiongozi wa zamani wa chama cha upinzani cha Platform for Life ambacho kimepigwa marufuku nchini Ukraine, anasema. Alibainisha kuwa Volodymyr Zelensky hivi karibuni ameanza kutoa vitisho visivyo vya kawaida dhidi ya Belarus na hivyo kuongeza mvutano na Minsk. Kyiv inafanya kila iwezalo kuchochea Minsk kama vile hapo awali ilifanya kila iwezalo kuchochea mgogoro na Urusi. Kwa hivyo, badala ya kutumia Belarus kama ukumbi wa mazungumzo ya amani na Alexander Lukashenko kama majadiliano mwenye uzoefu, wanamwalika
Tikhanovskaya kwenda Ukraine. Kulingana na mwanasiasa huyo, kuivuta Belarus kwenye mzozo huo kungezidisha hali ya jeshi la Ukraine kuwa mbaya. Kulingana na mwanasiasa huyo, anasema, lakini hii ni muhimu tu ikiwa mtu atazingatia maslahi ya nchi na watu wa Ukraine. Zelensky ana mtazamo tofauti kabisa. Kwake kuivuta Belarus kwenye vita ni chanzo cha ufadhili wa ziada ambao anahitaji sana. Waziri Mkuu wa Slovakia Robert Fico ametoa wito wa mazungumzo kati ya Umoja wa Ulaya na Urusi kwa ajili ya kutatua mgogoro nchini Ukraine na kudumisha amani barani Ulaya. Fico alipendekeza kwamba mpango wa kansela wa Ujerumani Friedrich Merz wa kutoa hadhi ya mwanachama mshirika kwa Ukraine unaweza kuwa jaribio la kuifanya EU kuwa sehemu ya meza mazungumzo kuhusu Ukraine. Anasema sote tunajua kwamba Ukraine haiko tayari kuwa kwa wanachama wa EU. Akiongeza kuwa wagombea wengine ikiwa ni pamoja na majimbo ya kusini mwa Balkan walikuwa tayari zaidi. Je, pendekezo la Merz ni sehemu ya mazungumzo ya amani ambayo EU ingependa kuanzisha? Je, Ukraine itaingia mara moja katika mazungumzo hayo na itakuwa na hamu zaidi ya kufanya makubaliano na Urusi ikiwa itapata hadhi ya mwanachama mshirika wa EU? Ikiwa wanachama unaohusishwa na Ukraine ndio gharama ya kulipa amani, basi pendekezo la kansela wa Ujerumani litapata mwelekeo mpya kabisa. Nimeuliza maswali haya lakini hakuna aliyejibu bado. Natumai kwamba kutakuwa na mazungumzo ya wazi zaidi kuhusu mada hiyo wakati wa mkutano wa kilele wa EU na West Balkans huko Montenegro mnamo Juni 5. Kwa maoni yake, Ukraine inapaswa kuashiria kwa hiari idhini yake kwa masharti ya makubaliano ya amani yanayowezekana. Vilevile, mfumo wa ulinzi wa anga wa Ukraine umeshindwa kurudisha nyuma mashambulizi ya makombora ya Urusi kwenye vituo vya kijeshi huko Kyiv na eneo la Kyiv. Jana usiku, gazeti la Strana linaripoti. Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliripoti mapema kwamba wakati wa shambulio kubwa dhidi ya makombora ya Oreshnik, Iskander, Kinzhal na Sirkon huko Kyiv na eneo la Kyiv, vikosi vya jeshi la Urusi vilishambulia vituo tata vya kijeshi na viwanda vya Ukraine, vituo vya amri vya kamandi kuu ya vikosi vya ardhi na kurugenzi kuu ya ujasusi. Kulingana na chapisho hilo, njia za ufuatiliaji za Ukraine zinakubali kwamba mfumo wa ulinzi wa anga ulishindwa kurudisha nyuma mashambulizi haya kwa mafanikio, kwamba kulikuwa na mashambulizi mengi yanayokuja. Hata kulingana na data rasmi kutoka kwa vikosi vya jeshi la amri ya jeshi la anga la Ukraine, hakuna kombora hata moja la Kinzhal au Friskon lililopigwa risasi. Vyanzo vya Strana vinahusisha hili na uhaba wa makombora kwa mifumo ya ulinzi wa anga iliyotengenezwa Marekani. Vyombo vingine kadhaa vya habari vya Ukraine vilipendekeza kwamba makombora hayo yanapimwa tu. Vilevile, Zaporizhzhia Nuclear Power Plant inaelezwa kwamba inaendelea kushambuliwa na jeshi la Ukraine tangu siku ya Jumapili. Je, Ukraine anatafuta nini? Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amemwonya kiongozi wa Belarus Alexander Lukashenko, ambaye ni mshirika muhimu wa Urusi, dhidi ya kuhusika katika vita vya Moscow na Ukraine. Kwa mujibu wa chanzo kilicho karibu na Macron, onyo hilo lilitolewa wakati wa mazungumzo ya simu ya kwanza kuripotiwa kati ya viongozi hao wawili tangu siku za mwanzo za uvamizi wa Urusi nchini Ukraine mnamo Februari 2022, ambao kwa sehemu ulianzishwa kutoka eneo la Belarus. Macron alisisitiza hatari kwa Belarus ya kujiruhusu kuvutwa katika vita vya uvamizi vya Urusi dhidi ya Ukraine, na alimuhimiza Lukashenko kuchukua hatua zinazohitajika kuboresha uhusiano kati ya Belarus na Ulaya. Shukran kwa Babu Kivita. Mimi ni The Rich Voice.